Assalamu alaikum ndugu zangu wa Kenya wenzangu. Upande wa pili ndugu zetu wa Kristo, Mungu asifiwe. Kenya wenzangu, ndugu zangu wakubwa kwa wadogo, Waislamu kwa Kristo, walioko na dini ambao hawana dini, viongozi wasiokuwa viongozi, matajiri wasiokuwa matajiri, maskini wasiokuwa maskini, wakweli wasiokuwa wakweli, miongo isiokuwa miongo, mitapeli usokuwa mitapeli, mijivi usokuwa mijivi. Ndugu zangu na kubwa kwa wadogo, nafikiri kuna baadhi ya video zangu nimeongelea kuhusu, nishaongea sana kuhusu uongozi wa Afrika, kuhusu uongozi wa Europe, kuhusu uongozi baadhi katika Arabic country. Nishaongelea pia kuhusu maadili, nishaongelea kuhusu pande zote mbili dini, Uislamu, Kristo ambao hawana dini. Nishaongelea kuhusu mfumo wa namna Mungu sisi alivyotupangia na namna ya kuishi. Nishaongea sana. Au vipi? Ndugu zangu na kubwa kwa wadogo, wa Kenya wenzangu, hii dunia Mungu akatubless kila mahali ulimwengu mzima. Au vipi? Kila mahali, na hakuna kiumbe Mungu aliumba kuja kuteseka hapa duniani. Au vipi? Kila mahali Mungu akablessa, akawapa chao, na wapa ambao wajua kutumia vyao, na wapa ambao wajua kutumia vyao. Uongozi wa nchi yetu wa Kenya si uongozi mzuri. Hawa viongozi serikalini au serikali au viongozi serikalini hawatendei haki uongozi. Na baadhi hata viongozi wa dini, si mashehe si mapasta, hawatendei haki uongozi. Viongozi mashehe, viongozi mapasta, viongozi serikalini, hawa watu wangekuwa wanatendea haki uongozi, aisee, Kenya tungekuwa tuko mbali sana. Lakini hawa watu hawatendei haki uongozi, ndio maana miaka nenda miaka rudi, sisi wa Kenya tutabaki kulalamika tu kuhusu uongozi. Nyinyi mashehe, baadhi ya mapasta, hiki kitabu wa Kenya wenzangu, nafikiri ni Qur'ani tukufu. Hiki ni kitabu kimekamilika mfumo wote wa namna sisi kuishi. Viumbe wote ulimwengu mzima, mfumo wote, hakijaandikwa na binadamu. Qur'ani tukufu hakina historia kimeandikwa na binadamu. Mfumo wote wa namna sisi kuishi, elimu hapa dunia na kesho akhira, yote iko hapa mikamilika. Mfumo wote wa sisi kuishi, si Uislamu si wa Kristo ambao hawana dini, mfumo wote uko hapa. Mwenyezi Mungu akatupangia. So kuna baadhi wanaposoma hiki kitabu ambapo Qur'ani yale ambayo imehalalisha ndio yale pia Biblia imehalalisha, yale ambayo Qur'ani imeharamisha ndio yale pia Biblia imeharamisha. Kwa hivyo maadili ni yale yale tu, maadili ni yale yale. Ni vile tu sisi viumbe hapa duniani kushindana tu, Uislamu hivi, Ukristo hivi, ambao hawana dini hivi, kushindana tu, lakini mfumo ni ule ule Mungu akatupangia sote hapa. Viumbe wote akili zetu tumebebwa hapa. Au vipi? Na wapo wanapokisoma hiki kitabu, baadhi viongozi wa dini, baadhi watu wa kawaida, wapo ambao wanajaribu kunyoka. Si ati wamenyoka, wanajaribu, sababu hakuna mkamilifu. Na wapo tunaposoma hiki kitabu au tunaposikiliza mawaidha kwa baadhi viongozi wa dini, si mashehe si mapasta, kuna wasikilizaji wazuri, kuna wengine tunaposikiliza hatujui kinamaanisha nini, hatujiongezi. Na hata hao viongozi wa dini, baadhi si mashehe si mapasta, wanapokisoma hawatendei haki. Nyinyi mashehe mliomba Mungu kuhifadhi hiki kitabu. Nyinyi mapasta mliomba Mungu kuhifadhi Biblia, kuongoza baadhi ya waumini katika maadili. Na nyinyi mashehe vile vile mliomba Mungu kuhifadhi hiki kitabu, kutuongoza baadhi ya sisi waumini kwenye maadili. Na wauliza hivi, nyinyi mnatendea haki mnachokisoma hapa? Nyinyi mashehe, baadhi ya nyinyi mashehe mnatendea haki hiki kitabu? Ukiangalia uongozi wa nchi yetu wa Kenya, baadhi viongozi wa dini wamejificha migongoni wanasiasa.
kwa masilahi yao, ambapo nyinyi viongozi wa dini, mashehe, mapasta, uongozi wa serikali au viongozi serikalini, sababu hawa watu wanavyokuanga wanaingia uongozini wanalishwanga nini? Kiapo au vipi? Na uongozi wa Kenya ni uchanganyikana, kuna Waislamu, kuna Ukristo. Viongozi wa Kristo wanalishonga kiapo na Biblia. Viongozi wa Kiislamu wanalishonga kiapo na Qur'ani. Ama vipi? Kwa hivyo nakuta uongozi wa serikali hautendei haki. Viongozi serikalini, yani uongozi wa serikali hautendei haki wananchi, au uongozi wao hawatendei haki kabisa. Ndio maana unakuta wa Kenya kila miaka nenda miaka rudi na bakulalamika tu. Kuna baadhi viongozi wa dini, si mapasta, si mashehe, wanafiki kweli kweli katika nchi yetu ya Kenya. Au vipi? Kuna baadhi viongozi serikalini ni wanafiki kweli kweli, masilahi yao. Au vipi? Hawatendei haki. Ama vipi? Nchi ya Kenya Mungu ametubariki kila kitu, naishaongelea sana. Kila kitu aisee, inajitoshelesha kila kitu, lakini uongozi sio mzuri. Angalia sahi Raila shatangula mbele za haki. Mungu amsamehe dhambi zake, hailaze roho yake malipema palipowema peponi inshallah. Au vipi? Raila, wallahi huyu mzee marehemu, au vipi, amefanya kazi kubwa katika nchi ya Kenya. Amefanya kazi kubwa, na alikuwa ni mzee wa kutumia nini? Ubusara, hekima, mzee wa kurudi nyuma. Raila marehemu angelikuwa ni mtu atumie ubusara, ni mtu atumie hekima aise, ambapo ukiangalia Raila wafuasi wake ilikuwa ni nusu ya Wakenya, nusu ya Wakenya. Ama vipi? Nusu ya Wakenya. Kwa hivyo angalia alipokuwa kitafuta kiti, hata mkimiibia makura, kura mkimiibia, akianguka alikuwa ngani mzee, ama alikuwa ngani kiongozi wa kutumia busara, alafu ana relax, alafu viongozi walioko chini yake hao anawatuliza, bwana ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Raila angekuwa ni kiongozi, hatumii hekima, akili nzuri, ama hatumii busara, aise, Kenya ingelikuwa kama nchi zingine ambao tunaona zimeharibikiwa na uongozi katika Afrika, ama imeharibikiwa kama katika Arabic country, nchi zingine kama ziliharibika kama vile Iraki, vile Palestina huko unavyopigwa mabomu, Gaza, sijui wapi huko. Unaona, Raila angekuwa ni kiongozi, hatumii hekima au hatumii busara. Lakini marehemu Raila ni kiongozi, alikuwa anatumia busara. Ndio huyu mzee alikuwa kinimalizia hapo, alikuwa haleti vita. Ama vipi? Sababu ashaibiwa kura mara ngapi kwa kutafuta kiti? Mara ngapi? Kwa hivyo ni mzee fulani alikuanga akitumia akili na hekima na ubusara. Ama vipi? Angesema kuharibu, oye angekuwa, lakini ni mtu alikuwa anarudi nyuma, hataki wananchi waumie. Kwa hivyo Mungu airehemu roho yake malipama peponi marehemu Raila. Au vipi? Ni mzee amecheza pati yake. Au vipi? Hata huo mauti kumpata, wengine nasikia tu mkisema Ruto amemua. Ruto hajamuua Raila bwana. Au vipi? Mzee zake zimefika, na mzee alikuwa amechoka. Au vipi? Mnampeleka hivi, mnamrudisha hivi, mnampeleka hivi, au vipi? Kila likitokea Raila, baba. Kila likitokea baba. Ambapo mzee alikuwa atulie tu. Au vipi? Nyi viongozi mlioko chini yake mlikuwa bwana mzee weka. Au vipi? Lakini nyinyi viongozi ambao mlioko chini ya baba,
ni viongozi wengine wazembe, alafu mko na tamaa. Mko na tamaa. Na tuwezi tukafika popote na tamaa zenyu viongozi mliobaki sasa. Au vipi? Ambapo huyu mzee ni mzee alikuwa anatumia ubusara. Nawaambia, Raila angekuwa ni mtu hatumii ubusara, hatumii hekima, Kenya leo ingekuwa ishachafuka kitambo. Kama nchi zingine ziliochafuka kama Kongo tunavyoona, sijui Sudani huko, aise. Ama vipi? Raila angekuwa ni mtu ama angekuwa ni kiongozi hatumii ubusara. Ni mtu alikuwa tumia ubusara Raila, aise. Hata akishindwa ana think twice, anarudi nyuma. Anawatuliza nyinyi viongozi mlioko chini yake. Bwana ni hivi, ni hivi, ni hivi. Sababu Raila alikuwa na nguvu ndani ya Kenya. Ama vipi? Akisema ni hivi, ni hivi. Ama vipi? Ni hivi, ni hivi. Twendeni. Unaona? Alikuwa na nguvu hiyo. Lakini hakutaka mwananchi aumie. Hakutaka mwananchi aumie Raila. Naangalia ni miaka mingapi amepigania kiti. Kama namuibia kura ama sisi wa Kenya naibiwa kura, lakini ndio hivyo. Ama vipi? Wenye tamaa wanaingia kwenye viti. Tamaa za kuvuka mipaka. Sababu mimi naamini marehemu Raila hata angelipata kiti, hiyo miaka yote alipigania kiti, hangekuwa na tamaa vile hao viongozi wa sasa walikuwa na tamaa wengine walioingia katika viti. Ama vipi? Ni mzee alikuwa anajaribu kutumia ubusara, yani hekima. Raila ni kiongozi alikuwa anatumia hekima, aise. Wallahi Mwenyezi Mungu amsemee mabali yotenda, aileze roho yake melipamba peponi. Naamini Mungu atamsemea Raila. Sababu gani? Wallahi ni mtu alikuwa anatumia ubusara huyu mzee. Huyu mzee ni mtu alikuwa anatumia ubusara, hekima. Ama vipi? Alikuwa ajiendei. Alikuwa ajiendei ise kiakili, slow but sure. Mnamuibia kura lakini anakubali. Mnamuibia anakubali. Na wakati bado yuko serikalini vile vile. Kwa nini why? Ni mzee alikuwa anatumia ubusara, hekima. Wallahi Raila, mimi narudia, angelikuwa ni kiongozi mwenye tamaa, haki ya Mungu leo Kenya ingekuwa sio Kenya tunaiona sasa hii. Ingekuwa sharibika kama Kongo huko tunaona na Sudan huko wanavyopigana nini wapi, Rwanda huko sijui yani ingekuwa si Kenya. Raila ingekuwa ni mzee hatumii ubusara. Lakini wallahi Raila amefanya kazi kubwa ndani ya Kenya. Ama vipi? Mnyivuteni picha zile nchi ambazo zimeharibika katika Afrika. Ni mambo kama haya, hii siasa hivi. Ama vipi? Hii siasa hivi. Wenye tamaa hakubali kushindwa. Wenye tamaa hakubali kushindwa ise. Naona? Wenye tamaa hakubali kushindwa. Sasa angalieni. Marema tangula mbele za haki. Angalia mlivojaa hivi nyinyi yote viongozi wa Kenya wote. Mnampa maflawa. Sasa maflawa hawa mnaompa hizi maflawa, kwa nini? Nyinyi mliobaki sahi mkatafakari, mkaa pamoja. Sababu Kenya, ukiangalia Kenya yote, kila account wako na governor au wako na viongozi. Mfano acha niwatolee. So unaona Mombasa kuna governor. Huyu governor unaona viongozi wote walioko chini yake inatakana wakae meza moja. Lijadiliwe ni hili ni hili. Malindi, Lamu, mikoa yote, ani kila account wako na governor. Nairobi wako na governor, Nakuru wako na governor, Kisumu wako na governor, Bungoma wako na governor, wapi Kakamega wako na governor. So unaona magavana, kila account huyu governor inatakikana viongozi walioko chini ya governor wote wakae meza moja. Alafu hii account angalia itavyokuwa na maendeleo. Lakini ukiangalia nchi yetu ya Kenya, siasa yetu
Kuanzia president ana vichuzi wake, vice president ana vichuzi wake, ambao vichuzi hawa kutupiana cheche za maneno. Unaona, ukiangalia governor ana vichuzi wake, baadhi ya wananchi kutupiana cheche za maneno. Walioko chini ya governor ukiwaangalia pia nao ndio hivyo, vichuzi hawa wananchi baadhi kutupiana cheche za maneno. Jamani, huo ni uongozi wa aina gani? Uongozi gani? Ndio maana nawaambia uongozi kama huu, huyu mzee marehemu Raila wallahi angelikuwa ni mtu mwenye tamaa, haki ya Mungu leo Kenya ingekuwa ni Kenya sasa tunavyoita Kenya. Kulikuwa kushachafuka. Kulikuwa kushachafuka. Aise. Hawa viongozi ninavyowaambia nyinyi, unaona huyu governor, kila governor kila account waangalia sahi marehemu atangula mbele za haki. Angalia mlivyokusanya pamoja nyote hivyo. Wengine hata mnalia machozi ya mamba hapo. Sioni kama mnalia yani. Wala hata mkalia ndo afufuki, ndo hivyo. Shatangula mbele za haki, shatangula mbele za haki. Kila mmoja. Kila mmoja, hata mimi kama si sasa hivi ndo hivyo. Hili gari ndo wenda ndo jeneza langu sasa. Kama si sasa hivi. Kwa hivyo mzee zake zimefika. Ama vipi? Zake zimefika ama vipi? Ndio hivyo, ashatangula mbele za haki, sisi tuko nyuma. Tujiandae. Kwa hivyo nyinyi viongozi mliobaki, kaeni pamoja viongozi. Msiwe na tamaa kuvuka mipaka nyinyi viongozi. Nyinyi viongozi wa dini waacha kukulia migongoni wanasiasa. Wajua nchi yetu ya Kenya, unapoona huu kiongozi wa dini, na sisi wananchi wa Kenya tunapoona huu kiongozi wa dini akona huu kiongozi serikalini, tuna ndivyo. Na huu kiongozi wa dini siye kabisa. Nyinyi viongozi wa dini baadhi nyinyi ni wanafiki sana nyinyi. Mashehe baadhi ni wanafiki, mapasta baadhi nyinyi ni wanafiki wakubwa. Ambapo nyinyi ndio afahamu lainisha hawa watu kwenye misingi. Mnavyoalisha kiapo na Qur'ani, mnavyowapisha kiapo na Biblia, au watu wajaribu. Lakini nyinyi viongozi wa dini wengine ni watu wanafiki kweli. Ndio maana tunaona miujiza uongo kina Pastor Mackenzie Shakahola vile katika dini yetu ya Kiislamu mmejaa vile kama kina Pastor Mackenzie miujiza uongo. Yaani nyinyi ni wanafiki, baadhi ya mashehe, baadhi ya mapasta nyinyi wanafiki vile. Viongozi serikalini baadhi ni wanafiki, tamaa mmeweka mbele. Angalia kwanza president na viongozi wengine wale uko chini, wote wana mabiashara huko Europe ama vipi? Watoto wanasomea huko Europe. Angalia mzungu alivyo. Kwani mko bure huko, masomea bure huko? Ama mmeegeza akaunti zenu za mabenki za pesa huko? Biashara mlizoegeza ni bure huko? Mnazidi kufaidisha nani? Mzungu ama vipi? Sababu tunaona kwa mzungu ndio kila kitu, the best chochote ama vipi? Chochote quality ni kwa mzungu. Maisha ya best tu kupanji ni kwa mzungu. Kuegeza sijui nini yani nyinyi viongozi nyinyi amtendee haki uongozi na mtendee wananchi uongozi, kuwapa haki zao. Mnatamaa kuvuka mipaka kuanzia president. Mko na tamaa kuvuka mipaka. I say punguzeni hizo tamaa zenu. Punguzeni. Angalia mali ngapi hiyo mali Raila ameiacha, imemsaidia na nini? Atakayemhukumu ni Allah tu. Ama vipi? Atakayemhukumu ni Allah tu. Ama vipi? Watu tunamuombea au vipi? But atakayemhukumu ni nani? Ni Allah. Na Raila kwa kweli amefanya kazi nzuri Kenya. Ni kiongozi nilikuwa naambia ametumia ubusara. Sasa angalia mlivyomzika hivi, angalia ndio mnampa mafla watu. Mlikuwa mmuonyesha one love alipokuwa hai mzee. Ama vipi? Marehemu ilikuwa mmuonyeshe one love alivyokuwa hai. Angalia Kenya tulivyowanafiki. Mtu ashakufa ndio mnajidai mko pamoja, wengine mnalia machozi ya mamba. Na mpa mafla kibao nini? Ati ndio mmoja. Sasa mwampa mtu mafla wakati ashatangula mbele zake. Ashakata roho. Kwa nini hizo mafla mlikuwa mpi alipokuwa yuko hai? Kwa pamoja hivi mkashirikiana. Wakenya ni watu wengine wallahi. Subhanallah. Yaani mtu ashafariki ndio mnajidai mnapa mafla.
Unaona Kenya tulivyo sisi. Lakini mzee wallahi amefanya kazi nzuri na ndani ya Kenya. Sababu gani? Ni mtu hakuleta vita. Hiyo ndio kitu alikuwa yanimaliza mzee. Alikuwa atumia busara. Hakuwa na tamaa kuingia kwenye kiti hicho. Ni ile ameshindwa na kubali. Na hiyo ndo uzuri. Mtu umeshindwa kubali, maadamu umeshindwa kubali. Na sasa alikuwa anashindwa tu Raila. Mlikuwa mnamuibia. Mshamuibia sana. Raila alikuwa ni president wa Kenya au marehemu wallahi tena. Na naamini marehemu Raila angekuwa ni president. Sisi wa Kenya tungekuwa tulii vile tunavolia saa hii. Tungekuwa hatulii vile tunavolia saa hii. Mimi naamini Raila angekuwa ni president. Haki ya Mwenyezi Mungu. Wallahi tena. Mzee Raila, marehemu Raila angelikuwa yeye ni president. Wallahi sisi leo wa Kenya tungekuwa tulinavolia. Sababu nini? Ni mtu alikuwa hana tamaa vile. Ama vipi? Unaona hata alipokuwa kishindwa, yani ana step down, au viongozi wale chini yake anawatuliza, ni hivi. Na alikuwa na nguvu ndani ya Kenya. Alikuwa na nguvu. Wafuasi nusu wa Kenya, imagine. Nusu ya wa Kenya. Kwa hivyo alikuwa na nguvu akisema ni hivi. Kama ni kuharibu, lakini alikuwa atumia hekima mzee marehemu. Ama vipi? Hakutaka mwananchi aumie. Wallahi hakutaka mwananchi aumie huyo mzee marehemu. Kwa hivyo nyinyi viongozi mliobaki, kaeni pamoja, step down. Mtengeneze nchi ya Kenya. Wananchi tusilalamike kuhusu maji, tusilalamike kuhusu stima, tusilalamike kuhusu maji takataka mitaani, tusilalamike barabara, tusilalamike miundo wa maji mvua ikinyesha, tusilalamike. Kaeni pamoja, msiwe na tamaa kuvuka mipaka nyinyi viongozi. Kwanza wewe President Ruto, wacheni hizo tamaa wacheni hizo tamaa. Mfano angalia Mungu ameonyesha amechukua kiumbe. Huyu mzee yani ni Mungu amemchukua tu ile. Ushanifahamu? Mungu amemchukua tu mzee njoo. Na alafu mzee wale alikuwa anatumia hekima kweli huyu Raila. Alikuwa atumia hekima huyu mzee. Ni mzee alikuwa ana tamaa hivyo. Wale mimi naamini Raila angekuwa ni president, haki ya Mungu na believe sisi wa Kenya tulikuwa tulii vile tunavolia saa hii. Haki ya Mungu tena. Huyu mzee tungekuwa kweli. Kwa nini angalia saa hii, angalia jameni. Huyu angelikuwa ni president wa Kenya saa hii, sisi wa Kenya tungekuwa tulii saa hii tunavolia saa hii vile Kenya ilivyo saa hii. Ama vipi? Ni mzee alikuwa anatumia ubusara. Mnamuibia kura, lakini angalia anatumia ubusara, anawatuliza viongozi, anatuliza wa Kenya. Ni hivi. Unaona? Hata kama alikuwa naiba, lakini alikuwa aibi. Wajua kuna ile Mungu mwenyewe akatufunza kuna kukosea, kuna kustep down. Kwa hivyo Raila ni mtu fulani unakuta ama vipi, hata kama kidogo, lakini ana ile kurudi nyuma. Yani na hakuna kitu kizuri kama mtu kurudi nyuma Ndio mzee mimi marehemu alikuwa na mind ya hiyo. Ni mtu wa kurudi nyuma Wallahi tena. Na mzee wallahi hizi mbiombeo mnazolikuwa mkimpeleka huku mara mshampandisha ndege huku mara shampeleka huku, hiyo ndio amemaliza mzee. Mungu acha nichukue kiumbe changu. Hiyo ndio amemaliza mzee. Sababu nyinyi wenyewe ambao ndio wapinzani ambao mko chini ya Raila hamjui kitu. Likitokea baba, likitokea baba, likitokea baba, likitokea baba, likitokea baba. Subhanallah. Mnampeleka mzee kumpandisha mandege, mkimpeleka huku, mshamleta mikutano sijui wapi, mshampeleka huku, mshamrudisha huku. Unaona sasa? Huyu mzee alafu alikuwa ngani hawawachi, alafu mkimwambia ndivyo, mkimwambia ni hivyo, mkimwambia ni hivyo. Kwa hivyo Raila wallahi ni kiongozi ambao amefanya Kenya ama vipi haijakuwa na vita. Sababu Raila angekuwa ni mzee ni kiongozi hatumii ubusara, wallahi Kenya leo ingekuwa imeharibika kama nchi zingine tunavyoziona sasa na vita zimeharibika.
Haki ya Mungu tena. Mimi nikivuta picha mzee, angelikuwa sio kutumia ubusara na kushindwa ambao ulikuwa mnamuibia makura. Wallahi leo Kenya ingekuwa sio Kenya, lakini mzee alikuwa anajaribu kutumia ubusara. Mnamuibia kura, lakini ndio hivyo. Anarudi nyuma, bwana ni hivi. Yumo tu yeye. Unaona? Yumo tu yeye. Ama vipi? Mkipeleka huku yuko na nyinyi, mkipeleka huku yuko na nyinyi, mkipeleka huku nusu wa Kenya ise. Saangalia ametongola mbele zake wa Kenya wote, viongozi nyote. Ndio mnampa mafulaa sai. Kwa nini mlikuwa mumpe mafulaa alipokuwa hai? Mimi naamini unaona mzee, marehemu Raila angelikuwa yuko hai mzee, haki ya Mungu angekuwa ni president. Sisi leo wa Kenya tungekuwa tulalamika tunavyolalamika huyu. Wala tungekuwa tulalamiki. Tungekuwa hatulii. Wengine naona mnaongelea tu tufanya nini. Raila ingekuwa si mzee kutumia ubusara, Kenya ingekuwa sio Kenya tunaisema saa hii. Ingekuwa kishaumana kama inavyoumana Masudani, navyoona watu wanavyouawa huko. Inji imeharibika. Ama vipi? Sababu Raila ni kiongozi ambaye alikuwa nusu ya Wakenya ise. Au vipi? Nusu ya Wakenya, na Kenya ni kubwa. Ama vipi? Tuko milioni ngapi? Nusu, wewe fikiria. Wengine naona mnavyoongelea tu hapo sijui nini. Huyu mzee wallahi kwa kweli alikuwa ni kiongozi wa kutumia busara. Mimi nikivuta picha pia. Huyu mzee alikuwa kiongozi wa busara. Lakini ndio hivyo. Ashatangulia mbele za haki. Ndio mnamwosha mafulaa. Mbona nyinyi sisi wa Kenya wanafiki hivi? Watu kibao ndio mnampa mafulaa, viongozi nyote ndio mko hapo mnampa mafulaa, ingine mali ya machozi ya mamba tu hapo. Mlikuwa mgongoni wa mzee mzee vitandawili, mko mgongoni tu. Mnampeleka hivi mkirudisha hivi. Mnampeleka hivi mkirudisha hivi. Mnampeleka hivi mkirudisha hivi. Raila angekuwa ni mtu kujipiga kifua. Aise, leo Kenya ingekuwa sio Kenya inayozungumza sasa hivi mimi hivi. Nawaambieni. Angekuwa ni kiongoza kujipiga kifua. Lakini alikuwa ni mzee kutumia busara, hakuwa mzee kujipiga vifua. Afikiri angekuwa ni mzee kujipiga kifua hivi. Mimi nawaambieni. Raila wallahi marehemu angekuwa ni mzee kupiga vifua hivi. Ingekuwa ni Kenya sasa ninavyosema. Sababu ni kiongozi ambao nusu wa Kenya ise wanamkubali. Nusu wa Kenya tunamkubali Raila. Na mzee mimi naamini ingekuwa ni president, haki ya Mungu tungekuwa tulalamiki sasa tunavyolalamika right now. Sababu hao viongozi wengine ni tamaa tu, ukiangalia tu uongozi wao ni tamaa. Kiongozi unakodisha ndege ya mamilioni. Ambapo serikali ya Kenya iko na ndege kupeleka popote President Ruto. Hao mamilioni ambao kodisha hiyo ndege ikupeleka wapi ni uchumi wa Kenya. Jameni, mimi naamini marehemu Raila angekuwa ni president. Lakini ndio hivyo, imbaki story tu. Huyu mzee mimi naamini ingelikuwa ni president huyu, sisi wa Kenya. Tulikuwa tudanganya na huyu chuma saa ambao yuko sahi. Mnadanganya Wakenya wajua tunatamaa sisi. Tunadanganya tukaa watoto. Danganya kupa vitu vidogo. Ruto akatafuta kiti. Mlikuwa mnaona alivyokuwa kitafuta kiti. Yaani tunachezwa karata na haki yetu. Tunachezwa karata na haki yetu nyinyi wa Kenya. Unaona viongozi wanatuchezanga karata na haki yetu. Na yule kiongozi ambaye afaa ingie kwenye kiti atumpi. Sababu huyu chuma ambao yuko sahi Ruto alikuwa tunaona ni mtu wa Mungu, tunaona ni mtu fulani, yani mimi mwenyewe nilikuwa najuazi Ruto kulingana alivyokuanga ni mtu wa Mungu, anavyoenda kanisani, kumbe asalala sipo. Mkamwibia marehemu Raila, mkampaye kiti. Mkamwibia mzee wa vitandawili, mkampaye kiti. Sasa angalia tunavolia wa Kenya. Tunaona ni mtu wa Mungu sana. Wajua watu kujifanya penda Mungu hawa. Na ndio baadhi ya mashekhi, baadhi ya viongozi wa dini, mapasta. Hawa ni watu wabaya ise. Mama.
Mama. Angalia hata mla wa nani huyu Uhuru Kenyatta. Uhuru mnavomuita mlevi, mfutaji bangi, lakini alikuwa ni ile pia kidogo, hakuwa tena tunyonya hivyo vibaya, lakini uchuma wa kujifanya Mungu huyu. Angalia Kenya tunavolia sasa. Tamaa. Raila alikuwa hana hizo. Marehemu Raila wala mimi naamini, unaona president angekuwa marehemu Raila angekuwa ni president leo wa Kenya tungekuwa tulalamiki hivi. Haki ya Mungu mimi na believe. Lakini ndio hivyo. Wakenya na watu wengine tunatamaa wallahi tena ile mbaya. Angalia mnavyomuomboleza mzee marehemu Raila. Kenya nzima. Kwa nini mlikuwa mmeonyesha one love hiyo mtu akiwa hai? Tuonyeshe ni mtu akiwa hai one love. Tumuonyeshe one love mtu uko hai. Ama vipi? Sababu alikuwa kipelekwa hivyo. Yaani mzee alikuwa yani wa kutumia hekima, ubusara. Marehemu bwana. Ndio hivyo. Haya shatuacha. Tabaki story sasa. Nyinyi mliobaki viongozi kaeni meza moja, sikizaneni. Kila kaunti huu governor viongozi waliko chini kaeni kwenye meza. Walai Kenya tuko mbali, acheni tamaa. Wajua viongozi wa Kenya wana tamaa kweli. Tamaa ndio mbaya, tamaa hii. Tamaa. Mzee marehemu Raila mmemwibia kura miaka yote, lakini angalia, ni mzee alikuwa tumia busara. Wafikiri Raila ingekuwa ni mtu wa kujipiga vifua? Mimi nawaambia Kenya ingekuwa sio Kenya ninavyozungumza sasa hivi mimi. Kungekuwa kama Sudan kulivyokuwa na vita huko. Huyu mzee alikuwa tumia hekima. Wallahi tena. Lakini ni mtu alikuwa ajali mwananchi. Hataki mwananchi aumie. Na alikuwa na power. Marehemu Raila alikuwa na power ndani ya Kenya, alikuwa na power isee. Nusu wa Kenya mzee alikuwa na power. Huyu Ruto mwenyewe anamtambua, anajua mzee alikuwa na power. Uhuru anamtambua, anajua mzee alikuwa na power, Raila marehemu alikuwa na power. Wote viongozi wote waliopita hao. Marehemu Kibaki, marehemu Moi. Ama vipi? Lakini ndio hivyo. Mnamwibia kura, ana relax. Wafikiri huyu marehemu Raila angekuwa ni mtu kujipiga kifua ise. Wale mtu kujipiga kifua ni mtu mwingine anakuanga na kibri. Lakini marehemu Raila ni kiongozi ambaye sikuwahi kumuona kijipiga kifua. Unaona? Na mtu mwenye kujipiga kifua ni kama unajipa mamlaka ya Mwenyezi Mungu vilani, unajifanya hakuna yaweza kugusa. Unajipiga kifua kiongozi. Kiongozi hastahili ujipiga kifua ise. Haistahili. Niliwahi kuona huyu kiongozi marehemu wa Tanzania marehemu Magufuli. Alikuwa kiongozi mzuri, lakini niliwahi kumuona akijipiga kifua tio mimi sijaribiwi. Unaona hiyo ni noma hiyo. Hiyo noma mtu kujipiga kifua. Yaani wewe usikosolewe nani wewe? Who are you? Angalia Raila, marehemu Raila alitoka na matusi yote. Lakini mimi sikuwahi kumuona mzee anajipiga kifua. Ama vipi? Sikuwahi kumuona anajipiga kifua ule mzee. Huyu marehemu. Angalia marehemu Magufuli yule aliwahi kujipiga kifua. Kuna video aliwahi kumuona anajipiga kifua, anaambia sijui wapinzani wake mimi sijaribiwi. Angalia. Wewe wajipiga kifua wewe kiongozi. Wallahi mitihani. Angalia mnapomuonyesha marehemu Raila one love. Sasa mwonyesha one love ya nini mtu ashatangulia mbele za haki? Wakati alipokuwa hai kwa nini one love msimuonyeshe? Wakenya wanafiki kweli wallahi. Acha nichukue chakula hapa nitie ndani mimi.